moja ya vitu ambavyo lazima tuvijue jamani, commitment kwenye malengo yako ni kitu cha muhimu sana. Kadri unavyoacha zile gaps, maana yake zina pile, itafika wakati zitakuwa overwhelming. Unaona mbona mambo ni mengi, unaacha, unasema ngoja niache tu, tayari huko umeshavuruga malengo yako. Kwa hiyo discipline ni kitu cha muhimu sana, na ni kitu ambacho mimi siwezi nikakufundisha leo. Kuna principles ambazo tunaenda kuzipitia, principles za personal growth. Kuna internal factors na external. Sasa kwenye internal, masuala kama discipline, yani hayo hata mimi nifanye nini siwezi nikakufundisha, yani hiyo itatoka ndani. Tunaweza tukakuwekea alarm ukaizima ukalala tena si ndio jamani? Yes. Kwa hiyo kuna hizo internal factors. Accountability partner anakuja kukusaidia tu kwenye external areas, lakini na wewe lazima uwe na vitu vya ndani, msukumo wa ndani, passion. Huu ni msukumo wa ndani, yaani huwa hautofundishwa na mtu mwingine. Miaka kadhaa iliyopita niliandika kitabu cha Milango 7 kufikia ukuu wako, 7 doors to personal greatness, na kina vitu 7. Mimi niliita milango doors, ambapo unafungua unaingia, alafu inakusaidia katika ukuaji binafsi. Lakini wakati naandika hiki kitabu nikagundua kwamba mafanikio yoyote ambayo tunayapata, mafanikio yoyote, yawe mafanikio ya kifedha, mahusiano, biashara yoyote, kama wewe una uwezo wa kuhimili hayo mafanikio, which we are talking about personal development, kama wewe una uwezo wa kumiliki na kuhimili hayo mafanikio, at the end of the day hayo mafanikio yatatokea. Chukue mfano, unajua watu ambao wanapata fedha nyingi ghafla, milioni 500, milioni 50, amecheza betting amepata, lakini baada ya muda zile hela zinafanyaje? Zinaisha. Kwa nini zinaisha? Kwa sababu gani? Zile fedha zimezidi uwezo wake wa kutawala yale mafanikio aliyopata. Lakini isiwe kwenye fedha tu, hata kwenye mahusiano. Wakati mwingine tunapata watu kwenye mahusiano ambao sisi wenyewe, ukuaji wetu, uelewa wetu, hatuwezi kuwamiliki wale watu. Yani they are too much for us. Sio kama inaeleweka. Hii kanisani hawatokuambia, msikitini hawatokuambia, lakini moja ya vitu ambavyo vinavunja ndoa nyingi ni partners kupishana kwenye swala la growth. Mmoja anakuwa, mwingine anabaki. Mawazo ya huyu ni tofauti na mawazo, yani mnapishana. Hela imeingia, mimi nafikiria kujenga, wewe unataka iPhone ya macho matatu. Sio kama mnaelewa hiyo Kwa hiyo yani tuko kwenye frequency tofauti mbili, na tupo kwenye ndoa, kwenye nyumba moja, lazima mtapishana. Lazima tutapishana. Hela inaingia, tumeplani vitu fulani, lakini kwa sababu wewe unaona wenzako, marafiki, mashosti zako wanaenda Dubai, unasema na mimi lazima niende. Sasa mwenzako anakuambia subiri, tuinvest kwanza hizi hela, wanasema haiwezekani, hutaki mimi ni enjoy. So hiyo inavunja ndoa nyingi, lakini people don't say that. Hawatuambii tukiwa tunaingia kwenye ndoa. Mwanamke watakuambia mtunze vizuri mume wako, mpikie, mtii, which is good, but remember, kadri yeye kama ni mke anaongeza uelewa, alafu wewe mwanaume unabaki huku, yani ipo siku mtakuwa tofauti katika kutafakari mambo, katika kufanya maamuzi, and then mwenzako ataona kama vile wewe ndo unamchelewesha, na utaanza kusikia lugha, mkaanza kuambia wewe ndo umenichelewesha. Sizipo kwenye ndoa jamani, kwa sababu mmoja amekuwa yuko speed 120, wewe uko speed 30, anaona unamchelewesha.